taratibu za malipo uongozi wa klabu ya Young Africans umeugharamia kwa 100%. Kwa nikasema nianze na hili kwa sababu limeulizwa sana na lilikuwa linahitaji kutolewa taarifa kwa sababu watu wengi walikuwa wameguswa nalo. Kwa hiyo tuchukue fursa hii kwa pamoja, tumtakie profesa wa mpira Pacome Zouzoua, Mwenyezi Mungu ampe uponyaji wa haraka aweze kurudi kuendelea na majukumu yake. Wako wapuuzi wachache, na nitakuwa mtu wa ajabu nisipolisema hili. Wako wapuuzi wachache jana wakati Profesa Pacome Zouzoua anakaribia kuingia kwenye chumba cha upasuaji, kuna watu kwenye moja ya redio wakawa wanajadili eti hatima ya mkataba wa Pacome. Pacome anajiandaa kuingia kwenye chumba cha upasuaji, yuko mtu akaanzisha mjadala kwenye moja ya redio, anasema Yanga itakuwa ngumu sana kumvumilia huyu. Ni vitu vya hovyo, vitu vya kipuuzi kabisa ambavyo viliendeshwa na baadhi ya wenzetu kwenye tasnia. Pacome bado ni mchezaji wa Young Africans na bado kwenye mkataba wake ana mwaka mmoja kuitumikia hii klabu. Ukiachilia mbali mambo ya kimkataba, klabu yetu ya Young Africans tumekuwa na kipaumbele kwenye kujali afya za wachezaji wetu. Hicho ni kipaumbele namba 1 cha viongozi wetu. Amepata majeraha mchezaji Kwasi Atola yao hapa, na akiwa kwenye majeraha yake tulimpa mkataba mpya ili tuweze kumtibu. Akiwa kwenye majeraha tulimpa extension ya mkataba ili tuweze kumtibu, kwa sababu ni familia yetu. Aliumia mchezaji hapa Yakuba Soni, tulimtibia mpaka akapona akiwa na mkataba wetu, na tulimuongeza mkataba akiwa yupo kitandani. Sasa sijui agenda behind. Mwenzako anakwenda kwenye chumba cha upasuaji, agenda behind una push kwamba Yanga waachane naye. Vitu vinatia simanzi sana hivi. Nikataka niliweke sawa hili kwa wenzangu ambao ni waandishi wa habari. Angalau tu tunaangalia basi timing ya hizo story. Yaani immediately mtu katoka kupata jeraha kubwa kabisa, wewe unakwenda kujadili hatima yake na Yanga eti. Huyu Yanga wataachana naye. Kweli? Kweli jamani, immediately baada ya mtu kuumia. Ndio tumekosa agenda za kujadili kwenye vipindi kiasi hiko yani. Basi weka agenda pia unakuwa negative kwamba ataachwa huyu. Mifano unayo kibao ambayo klabu hii imeshiriki kwenye matibabu ya wachezaji. Mchezaji wetu Clement Mzize, he's one of the best paid players season hii, si ndio? Hatumikia mkataba wake akiwa majeruhi na hamjawahi kusikia. Maana nilitegemea hiyo ndio iwe content, basi mngeenda kumhoji Mzize, posho zako zinacheleweshwa, mshahara wako vipi? Hamjawahi kusikia hata siku moja akilalamika huyo mchezaji, lakini mna pick negative side of the stories. Lengo sijui sasa ni nini pale yani. Kwa niwaambie wana Yanga, Pacome Zouzoua ni mchezaji wa klabu ya Young Africans na kimkataba bado ana mwaka mmoja, na matibabu yake yote yatakuwa chini ya Young African Sports Club mpaka atakapokuwa sawa na Mwenyezi Mungu atapomjalia kurudi tena uwanjani kutupa raha. Kwa hii inaliweka very clear, lieleweke. Hilo ni jambo la kwanza ambalo nimeona nianze nalo, na mtaniwia radhi kwa sababu sikutaka sana kwenda kwenye details za jeraha lenyewe. Kwa sababu jana kiukweli mimi hata ile video ambayo
ilirekodiwa ikawa inapostiwa kwenye social media. Nilivyoiona kwa mara ya kwanza sikurudia tena kuitazama. Mwili wangu ulitetemeka yani. Sikurudia tena kuitazama ile video. Nikaifutilia mbali kwenye simu yangu. Na hata sitamani hata Pacome mwenyewe hata kama kaamka asubuhi aangalie aone hiyo video. Inasikitisha. Lakini kama tulivyosema ndio mambo ya football. Tunasema alhamdulillah kwa kila kitu, maisha mengine yanafanyaje? Yanaendelea. Jambo la pili. Jana tumechukua ubingwa wetu wa 5 mfululizo wa ligi kuu ya NBC. Nikiangalia hapa, ukiondoa hawa wazee wanne hapa, hayupo katika sisi hapa aliyewahi kushuhudia timu ya Tanzania ikidominate ligi kwa miaka 5. Kitoa hawa wazee wanne ambao wameshuhudia miaka ya 70 huko, hayupo katika sisi hapa aliyewahi kushuhudia timu ya Tanzania ikidominate ligi kwa misimu 5 kama ambavyo Young Africans tumefanya. Sasa jana, moja katika kichekesho kikubwa ambacho nimekiona jana, nikasema ni muhimu ni wajuze pia waandishi wa habari. Wako wenzetu kila msimu unapomalizika, wao huwa wanatafuta ajenda ya kuwapumbaza mashabiki na wanachama wao kila wanapokosa kombe. Na leo nitawakumbusha kutoka msimu wa kwanza mpaka wa 5 nini kilikuwa kinazungumzwa, ili muelewe kwamba haya mambo sio mageni. Msimu wa kwanza Engineer amekamata timu vizuri, Arafat yuko hapa na wajumbe wako hapa, Yanga ikapiga bismillah tuanze kuchukua ubingwa wa ligi. Msimu wa kwanza Yanga inachukua ligi kuu hapa ya Tanzania. Watani zetu wakasema tushachukua mara 4 ligi za ndani, focus yetu ni Champions League, sio ndani. Huo ulikuwa msimu wa kwanza, ndiyo maneno yao yalikuwa hivyo. Tumeshachukua misimu 4 ndani, now focus Champions League. Tukasema sawa, twendeni tukaone Champions League. Wakapigwa. Rudi kwenye ligi, tukawashona tena msimu wa pili, Yanga akawa bingwa. Ule msimu ulivyoisha wakasema tumeshaka na timu muda mrefu, tujenge timu sasa. Huu ni msimu wa kujenga timu. Wameshaka watu muda mrefu, tufumue timu tujenge mpya. Tukasema sawa, jengeni timu baba. Ikaja season ya 3. Tukawashona. Hiyo ndo season ambayo kama mnakumbuka msimu unaisha wakasema kuna wachezaji wanatuhujumu, wakawatimua watu pale kama mnakumbuka wengi kweli yani. Chukua hela hapa, unachukua hela hapa, wanatuhujumu pale, wakafukuza na watu pale. Tukasema kwa hiyo mmeshasafisha timu yenu tumesafisha, njooni sasa Yanga muone. Huo msimu wa 3 tukasema sawa. Ukaingia msimu wa 4. Tukawashona. Msimu wa 4 umeisha tu. GSM anaharibu ligi huyo. Msimu wa 4 huo. GSM anaharibu ligi. Tukasema mnatakaje? Twendeni msimu wa 5. Tushajenga timu, tushasafisha, sasa hivi tuko vizuri. Chuma hiki hapa cha 5. Sasa hizi kilio ni marefali. Sasa hivi kilio ni marefali. Kilio ni waamuzi. Ndio kilio. Kutoka tushachukua sana ubingwa wa ndani, sasa hivi tunakwenda Champions League. Kutoka tunajenga timu. Kutoka tunasafisha watu wanaotuhujumu ndani ya timu. Wakaja wakasema GSM wanaharibu ligi. Sasa hivi ni marefali. Nataka niwaambie wana Yanga, hawa hawajui kinachowasumbua, na sisi tusiwaambie kinachowasumbua, tuwaache. Kwa sababu kuna mstari mwembamba sana unaotofautisha kati ya ujuaji na ujinga.
Yaani kuna mstari mwembamba unaomtofautisha mtu mjuaji na mjinga. Unaweza kuwa unajifanya unajua sana, kumbe ndio ujinga wenyewe uko hapo hapo. Sasa sisi tupigeni bati hivi hivi, kwa sababu mwisho wa siku maneno hayavai medali. Hii hauivai kwa propaganda hii. Eti wewe ni bingwa wa kulipalipa machao wakusifie, uvai hii, huwezi kuvaa hii. Wala picha ya kombe utakao upige nayo NBC. Angalia Yanga ilivyo. Tumechukua ligi msimu. Angalieni hapa ndio mjue Yanga ni klabu ya namna gani. Tumechukua ubingwa msimu huu, ubingwa wa 5 mfululizo. Tumefunga magoli mengi kuliko timu yoyote kwenye ligi. Tumeconcede goli chache kuliko timu yoyote kwenye ligi. Sisi ndio the best team kwenye ligi ya Tanzania msimu huu. Lakini mashabiki wetu msimu unaisha wanawaambia viongozi nendeni mkaboreshe hii timu. Angalia difference ilipo hapo. Yaani msimu unaisha wananchi wanakwambia bana ili jiwe liboreshwe tena hili. Tuweke vyuma vingine. Na niwaambie rais wa klabu ya Young Africans amenituma niwaambie wana Yanga. Atakuja kupata siku atazungumza na nyie vizuri kabisa. Lakini amesikia vilio vyenu na anakwenda kutengeneza tena timu nyingine ya kuja kutawala tena hapa Tanzania na kwenda kuitikisa Afrika inshallah. Yaani hiyo ndio difference ya Yanga na timu nyingine. Sisi wanachama wetu sio wanachama hohe hahe, sio wanachama buruza twende. Sisi hatuna wanachama hao, na ndio mafanikio tunayoyapata haya. Hatujawekeza nguvu sisi kwenye uongo, tumewekeza nguvu kwenye ukweli, kwenye mpira wenyewe. Kwa hiyo nawaomba wana Yanga, mkiwasikia wanalalamika, leo tunazindua kampeni mpya hapa, na hili naomba ndo likawe jibu la kuwapa. Yaani leo tunazindua kampeni mpya na ninaomba hili likawe jibu la kuwapia watu wote wanaolalamika huko. Kwa sababu hawajaanza kulalamika leo, wameanza muda mrefu. Alafu by the way ubingwa huu mtamu kama Simba hajalalamika. Yaani huo sio ubingwa huo. Yaani ndio chukua ubingwa hawajanungunika. Hauna ladha. Hii ndo ladha yenyewe. Hapo ndo tamu inakolea hapo. Leo tuna launch kampeni mpya kwa ajili ya kuwajibu hao wanaolalamika. Na kampeni yetu inakwenda kwa jina la mwakani tena. Mwakani tena. Hiyo ndio slogan yetu kutoka leo tarehe 1. Na nitawaambia kwa nini. Tarehe 1 leo mwezi wa 7. Kawaambieni kauli mbiu ya Yanga inasema mwakani tena. Wakisema sijui waamuzi waambie mwakani tena. Sijui tena. Majumba jeupe tena. Yaani mwakani tena. Leo tarehe 1 ndiyo tarehe ambayo tunakwenda kuanza mwaka wetu wa fedha wa klabu ya Young Africa Sports Club. Ndiyo tarehe ambayo wanachama waliolipa ada ya mwaka mmoja leo tunawakabidhi jitihada zao za kuchangia klabu hii kuwa wanachama. Success yao ni hii. Kwa ule mwaka tayari umemalizika. Leo tunafungua dirisha jipya la usajili wa wanachama kulipa ada zao kwa msimu unaofuatia. Mwaka jana tulikuwa tuna tofali, ndio hili hapa limetulipa. Mwaka huu tuna kampeni nyingine mpya inasema mwakani tena. Kudadadeki. Sasa kama mwaka huu chombo kimekwenda hivi, mwakani tutakavyorudi mimi na mashaka mzee Msumi. Uko mbele huko. Mimi na mashaka. Sasa ligi bakia timu 10 tu hii. Watu wakaanza kujipunguza wenyewe. Maana ni hatari jambo linalokuja mbele huko. Kwa hiyo wana Yanga
tuichukue hii kampeni kutoka leo kwa kuhamasishana kwenye matawi yetu, kuhamasishana mmoja mmoja, kwamba wananchi, mwakani tena tunataka tufurahi, tunataka tuwashone hawa watu, tunataka tuwazibe midomo yao. Kila mmoja anatakiwa sasa akalipe ada yake, auishe wanachama wake kutoka leo tarehe 1. Ndoto zetu wanayanga wote ni kufanyika usajili mmoja mkubwa kweli kweli, usajili yani watu wa maana washuke, na hiyo ndoto tunaanza kuitimiza sisi. Tunavyoanza mwakani tarehe kama ya leo, tukifunga msimu, nini tukione, tunaanza leo hizo harakati. Kila mmoja ahakikishe anamwambia mwananchi mwenzake mwakani tena, na inaanza kwa mimi kulipa ada yangu. Kwa hili bwana Captain ndio likawa jibu letu hili. Yaani ukisikia wanalalamika, waambie hii sio kama ndo mwisho. Safi. Mwakani tena. Kimya. Wao usiongee sana. Hili pia nikasema ni muhimu niwaambie kina Kizinga, Kizenga hapo, Kapteni, mkiwa mnakutana nao mitaani huko, wala msitumie jasho jingi sana kubishana na watu. Waambie tu mwakani tena, yani dozi inaendelea hii. Sasa jana nimetangaza bwana kuhusu utaratibu wa paredi. Jana nimetangaza kuhusu utaratibu wa paredi.